basi. Fatma, wifi yangu, umepata na nini mpaka unafikia tu kubwa namna hii? Fatma kipenzi, niambie kipenzi changu, umepata na nini? Niambie, kuna nini? Wifi, sasa acha kulia. Mimi ni mwasilika. Fatma, Fatma, wewe ni mwasilika? Allahu Akbar. Subhanallah. Fatma, ina maana Sheikh Abdul ndio amekumbukiza mavirusi ya ukimwi, si ndio? Ndio hivi. Ina maana Sheikh Abdul anatoka na Fatma? Ndio baba. Fatma na Rupia si ndugu? Ndio baba. Inawezekanaje sasa? Kwa hiyo Sheikh Abdul anatoka na Fatma na Rupia? Subhanallah. Nachoka kabisa baba. Naam mzee. Naam baba, sawa. Alhamdulillah, tunashukuru Mungu. Habari za huko kumtokako? Tunashukuru. Imekuwa ni bahati mbaya, nilitoka mara moja, kwa hiyo imekuwa sio bahati imekuja mjanikuta. Karibuni sana. Asante karibu. Haya bwana. Mwenzako amekuja nyumbani bila taarifa yoyote wala ujumbe wowote, analalamika tu. Kwa nimeshindwa kumuelewa, ndio maana nimemleta hapa nijue shida nini. Ni kweli mzee, lakini mimi na mke wangu hakuna tatizo lolote. Hakuna tatizo? Wakati Shamimu ameniambia kwamba umemfumania wewe, alafu na wewe unaniambia hakuna tatizo. Mbona mnanichanganya? Unajua nakuwa siwaelewi kabisa. Ni kweli mzee, lakini ni namna tu mke wangu amekosa kuwa mvumilivu. Lakini nilijaribu kulifuatilia nikagundua halina ukweli, ni jambo tu ambalo lilikuwa limetengenezwa, lakini halikuwa na uhalisia wowote. Ndugu yangu akaona, kwanza ningetanguliza kuomba radhi kwa kile kilichotokea. Hakukuwa na jambo lolote la ukweli. Ulikuwa mchezo wa drama. Wale madada walimpanga nifanye kile kilichotokea. Kwa hivyo mke wako hana hatia katika hilo. Sasa, kwa nini uliamua kufanya hivyo? Na kwa nini uliamua kuficha? Na leo hii una sababu gani ya kuja kuniambia ukweli? Binafsi, nafsi yangu imenisuta kwa hili lote hilo. Wewe ni mtu wa imani sana. Na kumkosea mtu mwenye imani ya kweli ni kutafuta hasira za Mwenyezi Mungu. Na ndio maana nimeshindwa kulificha hili.
nadhani ungekuwa na imani na uoga wa Mungu, usingethubutu kufanya hicho ambacho umekifanya. Maana ya sababu za kusema hivi ni kwamba umeenda kutengeneza mfarakanisho mkubwa sana wa familia. Sikujua kama ulifikiria ama hukufikiria baada hicho ulichokifanya nini kitatokea. Lakini mpaka sasa umesababisha kutenganisha ndoa yangu. Mimi nitakusamehe. Lakini vipi kuhusu familia yangu? Vipi kuhusu mke wangu, mtoto wangu ambaye sasa hivi anaishi kwa kugayagaya, anakosa malezi ya mama? Nakuelewa sana unachokipitia. Na ndio maana niko hapa kujutia. Mimi nadhani ukilitambua kosa na ukahitaji toba ya kweli, basi unastahili msamaha. Kwa hiyo nahitajia msamaha wako. Mimi nimekusamehe leo mpaka kesho akhera. Na pia nitamuomba Allah wangu aweze kukusamehe. Lakini natamani iwe fundisho kwa nafsi yako, akili yako pamoja na jamii iliyokuzunguka pia. Kwa sababu kitu ambacho umekifanya kimekwenda kuhatarisha maisha ya watu, kwa sababu tayari kimeenda kuvunja ndoa yangu. Na unadhani light kama ningekuwa na hasira haraka ni nini ambacho ningekifanya? Ukikutana na mtu ambaye hana subira, huenda angekudhuru kuanzia wewe pale baada ya kukukuta na mengine angeendelea. Lakini kwa sababu unaishi kwenye imani ya Mungu, Mungu alinijalia subira, lakini bado nimempoteza mke wangu. Mimi niseme nimekusamehe, hakuna haja ya kuendelea kuzungumza yote hayo. Pia Mwenyezi Mungu naamini atakusamehe. Nashukuru sana Faume. Kila la heri. Ndio kwangu mimi nadhani kama ni shida tayari nimeshalipitisha, limekwisha hiyo. Pole sana. Lakini nadhani Nisamehe sana mwanangu. Najuta kutokuwasikiliza wakubwa. Umenishauri sana, lakini mimi niliona haikuwa njia sahihi kwangu. Nikaona akili yangu na mawazo yangu ilivyokuwa inanipeleka ndo sahihi. Nimekuwa sikio la kufa mama mdogo. Hata bila hivyo, mimi sikujua kama una mahusiano na Sheikh Abduli. Nakubwa kuliko mama mdogo. Mimi ni mwasirika. Mwanangu Fatuma, nilijua hilo mapema sana, na ndio maana nilikuwa nikikukataza kufanya mambo ya kijinga. Nilikuwa sitaki uingie kwenye mahusiano na Sheikh Abduli, kwa sababu nilikuwa najua. Mwanangu, naomba unisamehe sana. Mimi ndo chanzo cha wewe kuathirika. Mimi ndo niliyomwambukiza maradhi Sheikh Abduli. Na ndo maana nilikuwa sitaki kuingia kwenye uhusiano na Sheikh Abduli. Lakini mwanangu, kuweza kunisikia, uliona mimi nakuzuia tu mapenzi yenu.
lakini nilikuwa najijua mimi sio mzima mwanangu. Mwanangu, pole mwanangu, pole sana mwanangu. Mama, nimeshatokea mwanangu. Al-Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ikhlas 3. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Qul a'udzu bi falaq 3. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu bi rabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqaba wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasada. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu bi rabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqaba wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasada. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu bi rabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqaba wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasada. Qul a'udzu bin nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu bi rabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladhi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Kabla ya kuomba dua, nilikuwa naomba niombe darasa japo kidogo tu, kwa maana tunaomaliza mwezi mtukufu wa Ramadhani. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, amma ba'd. Amma baada ya kumshukuru Mwenyezi Mungu na kumtakia rehema kipenzi chetu, bwana wetu, mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam, usikum ma'a nafsi bitaqullah azza wa jalla, na yusia nafsi yangu pia kuhusia nafsi zenu juu ya swala zima la kufanya ibada au la kumcha Allahu tabaraka wa taala, kama alivyozungumza katika kitabu chake kitukufu cha Qur'ani. Hatuambie katika aya nyingi sana kazungumza kuwa sisi tunapaswa kufanya ibada, ma khalaqtul jinni wal insi illa liya'budun. Mungu hakutuumba sisi wala majini isipokuwa kufanya ibada. Sasa kwa kuwa tunaomaliza mwezi mtukufu wa Ramadhani, basi tulikuwa na tabia nzuri, matendo mazuri, basi tunatakiwa tuendelee nayo kuwa nayo vile vile. Na pia kama palikuwa na majaribio, mitihani aina yoyote, basi tunapaswa kuwa na subira. Mwenyezi Mungu anasema katika sura Al-Baqara, wala nabluwannakum bi shay'in min al-khawf wal-ju'i wa naqsin min al-amwali wal-anfus wath-thamarati wa bashiri sabirin. Na atatugea sisi mitihani ya kila kitu, kuingiwa na hofu, njaa, kupungukiwa na mali, riziki. Lakini vyote hivi Bwana Mtume kaambiwa wabashiri swabiri, wape bishara njema au wabashirie wale wote waliokuwa na subira. Kwa hiyo ndugu zangu katika imani, unapopatwa na jambo la aina yeyote, basi unapaswa kuwa na subira. Fasbiru sabran jamila. Kwa subira ndo kila kitu katika jambo lolote ambalo utapata nalo. Kasema tutapata mitihani ya kuingiwa na hofu. Maana yake sasa hivi vifo, watu wanakufa,
ni mitihani kwetu na ni jaribio pia kwetu sisi. Kuingiwa na njaa, kuna maukame sasa hivi, kuna magonjwa ajabu ajabu yanaingia, kuna magonjwa ya ajabu yanaingia, inafikia hatua mpaka tunakuwa na njaa. Pia kazungumzia riziki au matunda. Riziki katika utafutaji umekuwa mgumu kweli kweli, tunapungukiwa na mali, lakini vyote hivi Mwenyezi Mungu alivyozungumza, basi tunapaswa kuwa na nini? Na subira, kwa maana bila ya subira basi mitihani hii sisi hatutaivuka. Mfano mdogo, mimi na nyinyi leo hii tupo hai hapa. Katika sura Nuh aya ya 2 Mwenyezi Mungu anasema, alladhi khalaqa al-mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwa al-azizul ghafur. Maana yake Mwenyezi Mungu atumekesi uhai na mauti, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, yote sisi kuwa kama jaribio, kuwa kama mtihani, kumuona nani mwenye tabia iliyokuwa nzuri kutokana na hii aya kama ilivyozungumza. Mimi na wewe leo hii tupo hai, kuna watu wanakufa. Sisi tupo wazima, tunaweza kutembea, kuzungumza, kula, kufanya kila aina ya jambo. Kuna watu wengine sasa hivi, kuna watu wengine wakati huu wanalishwa, wako hospitali wanaumwa. Kwa nini mimi na nyinyi tusione liki kitu kama jaribio kwetu? Kwa nini tusibadilike? Tumekubali kubadilika katika mwezi mtukufu wa Ramadhani. Tazama Fatuma, matendo alikuwa akiyafanya katika mwezi mtukufu wa Ramadhani. Matendo alikuwa akiyafanya katika mwezi mtukufu wa Ramadhani. Basi kama ukijua kwa Mwenyezi Mungu unakosea sana, unapaswa kubadilika. Sasa ndugu zangu, yote ya tuliyozungumza hapa basi atuendelee akilini mwetu. Sasa Sheikh Mfaume umefikia hatua ya kupewa uamiri, umekuwa kiongozi katika taasisi hii kubwa ya Bafana. Na uongozi huo alikuwa nao Sheikh Abdul, lakini kutokana na mambo yake machafu kaonekana huyu hafai kwa kiongozi, anatolewa na yuko wewe kwa kiongozi wa kata. Sheikh wangu, sifa ya uongozi katika dini yetu ya Kiislamu inasema kiongozi, kitu cha kwanza lazima awe adili, muadilifu. Kama usipokuwa muadilifu, basi utakuwa sio kiongozi. Pia Bwana Mtume anasema la turadu da'watuhum, halitarudi dua la mtu gani? Al-imamu al-adil, kiongozi. Sasa wewe kwa kiongozi afu kama mwadilifu, basi kila aina ya jambo utakalokuwa unaliomba basi kwa Mwenyezi Mungu halina pazia. Kwa Mwenyezi Mungu yeye kwake halina pazia. Kwa hiyo unapaswa kuongoza watu katika misingi, katika uadilifu kama dini yetu ya Kiislamu inavyozungumza. Kwa kumalizia, mwezi huu mtukufu wa Ramadhani unaisha, sio kwamba sisi sasa tunapaswa kuingia katika maovu, tunapaswa kuingia katika mambo yote machafu. Hapana. Mwezi mtukufu wa Ramadhani unapoisha, basi endelee kuwa vile vile. Kama ni halimu uwe halimu, kama mpole uwe mpole, kama ulikuwa mnyenyekevu uwe mnyenyekevu, na kama haukuwa hivyo basi uwe hivyo kuanzia sasa. Kwa maana Mtume alipokuulizwa na malaika, ma akthara shay'in yudkhulu an-nasa fil janna, watu gani au mambo gani ambayo yakifanya wanadamu yatawafanya wapeleke peponi kwa wingi? Mtume akasema taqwallahi wa hisnul khulq, kuwa mcha Mungu na kuwa mtu mwenye matendo au tabia au amali iliyokuwa nzuri. Maana yake katika mwezi mtukufu wa Ramadhani unaoisha, tunaingia katika miezi mingine sio Ramadhani, basi tunapaswa tuwe hivi hivi. Mwenyezi Mungu anapenda mtu mcha Mungu, pia anapenda mtu mwenye matendo au tabia iliyokuwa nzuri. Nawathibitishia katika hadithi nyingine, Bwana Mtume alikutana na bwana mmoja tu la Shaju ibn Abdul Qais, akamwambia hakika yako la Shaju, inna fika khaslatayn yuhibbuhuma, hakika yako la Shaju una mambo mawili Mwenyezi Mungu anapenda sana. La Shaju akauliza mambo gani nilikuwa nayo mimi mbona siyajui? Mtume akamwambia alhilmu wal ana,
upole na unyenyekevu. Waarabu neno hilmu wakalikazia ni tafsiri nyingine asubra. Mtu yote mpole basi automatic anakuwa kasubra. Kwa hiyo upole, subra, unyenyekevu, basi hizo ni tabia ambazo Mwenyezi Mungu zinampendeza sana. Kwa hiyo ndugu zangu Waislamu, na waomba kama nilivyosema, naihusia nafsi yangu na kuzihusia nafsi zenu, basi tubadilike, tuwe watu ambao tunafuata misingi na utaratibu wa Kiislamu. Sasa naomba tufunge kwa dua. Kwa kumalizia, nilikuwa naomba tusome Alam Nashrah 3. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra fa idha faraghta fansab wa ila rabbika farhab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar wa qina adhabal qabr wa qina adhaba yawmil qiyamah. Ya latif ya latif, ya razak ya razak. Rabbi zidna ilman warzuqna fahma. Rabbi zidna ilman warzuqna fahma. Rabbi zidna ilman warzuqna fahma. Birahmatika ya arhamar rahimin, birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Birahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillah. Ulisema utanipenda milele, sasa milele imeishia wapi? Nilikuamini kuliko nafsi yangu, nikakupa moyo wangu wote, nikafunga milango kwa ajili yako, nikachoma madaraja kwa jina lako. Nilipoanguka ulisema utanibeba, nilipolia ulisema utanifuta machozi, lakini leo nimeachwa peke yangu, nikilia kimya kwenye giza lako. Simu zako hazipokelewi, maneno yako yamebadilika, macho yako hayaniangalii tena. Kuna nani nyuma ya tabasamu lako? Uliniahidi milele, leo nimebaki na maumivu. Uliniahidi kuwa wangu, leo nalia peke yangu. Usaliti wako umechoma moyo kama kisu kisicho na huruma. Nilipenda kwa dhati yote, wewe ukacheza na hisia.